Matumaini yangu ni kwamba mko salama ndugu zangu nyote, kama gisi tulivyoongea, na ninafurahi tena na pia kumshukuru Luba kwa sababu ametuwezesha tena tumekusanyika pamoja, na tumetulia vizuri, napendeza, ni vema, ni kitu ambacho ni muhimu zaidi sana. Siku ya leo kama kawaida, kabla ya kuanza, leo ni tarehe 23, kuna baki siku 7 ili kwamba tarehe 30 zifike, ambapo tutakuwa pamoja na Muledi na wapendwa wengine wote ambao hawako katika ukweli na wale ambao wamekubali ukweli, tutakusanyika sote pamoja. Kwa hiyo kuanzia leo jioni, wapendwa ambao watapenda zaidi sana wanaweza sasa kujaribu sasa, kwa sababu nitabadilisha ile code password, alafu wanaweza wakajaribu sasa ikiwa itapita haiza namna gani. Kwa hiyo ile dale 161 wanaweza wakajaribu kuona kama mambo yako vizuri kuanzia wakati huu hadi tutakapofika hizo tarehe neno likuruhusu. Kwa mimi nashukuru sana kwa hilo ndugu zangu, na nawaombeni muje kwa wingi sana, na siongei tu na hao wapendwa ambao wako hapa, lakini naongea pia na wapendwa ambao wako nje ambao hawako katika neno, kuwakaribisheni kwamba mmekaribishwa sana ili mshiriki pamoja na mzaliwa wa pili ambaye ni mwalimu wetu mkuu. Ndugu zangu, kwa siku ya leo tutaongelea kuhusiana na mada za tema inayohusu kuangamizwa kwa Sodoma na Gomora. Kuangamizwa kwa Sodoma na Gomora ni tema za ni mada ambayo hakika inaleta changamoto kubwa sana katika jamii, na walio wengi hakika hawaelewi na hawajui ni nini ambacho kilitendeka na lengo ni nini hasa. Na hakuna mtu kati yetu, ikiwa nina fikra nzuri, ambaye hajawahi kusikia kuhusiana na Sodoma na Gomora. Sina uhakika kuhusiana na Sodoma na Gomora, na tunapoongelea kuhusiana na Sodoma na Gomora, moja kwa moja watu wanajua ah, hapo ni mambo ya ushoga, hawa wanaume wanaume, mwanamke mwanamke, moja kwa moja. Hilo ni jambo ambalo walio wengi wanajua. Kwa nini miji hiyo iliangamizwa? Ni kwa sababu wanasema kwamba ni kuhusiana na ushoga. Lakini kabla ya yote, lazima tujue ni namna gani hiyo miji ilivyo. Wakazi wake walikuwa wakina nani? Je, walikuwa ni weusi, wazungu, damu mchanganyiko? Aidha walikuwa wanani? Maana tunajua kwamba historia yote ambayo imo ndani ya Biblia za kisasa imetendeka kwetu wasi, ambapo wataita Afrika. Sasa walikuwa wanani hawa walioleta huu mkanganyiko mkubwa katika bara kipenzi? Hayo tutaenda kuyaona na tujue ni nini ambacho kilitendeka hasa, ili kwamba hayo yatokee. Na tutaingia katika Kalata Ndimsi, kama gisi mnavyojua, kitabu cha maajabu, ambapo tunapata siri zote ambazo zilikuwa zimefichwa tena zaidi, kwa sababu ni upande uliofichika wa Bibel Kalata Mbali. Ndio maana tunaenda katika vipengele mbalimbali. Kipengele cha kwanza tutaongelea kuhusiana kwanza chimbuko la Sodoma na Gomora, na hiyo miji iliitwa namna gani, majina yao ya asili kabisa iliitwa namna gani, kwa sababu wanaposema Sodoma na Gomora ni tafsiri zao, sio lugha zetu sisi watu weusi ambao ni lugha za asili na za lugha ya kwanza, hapana. Lakini hii miji miwili ina majina yao kabisa halisi. Ndio maana tunaenda kwenye kitabu cha Sango. Sango ndiye watakayehita kwa jina la Abrahamu, aidha Ibrahimu. Alikuwa mweusi na ndio maana kwanza anaitwa Sango. Walibadilisha jina lake, walibadilisha historia yake. Yeye ataelezea kwa mapana kabisa kuhusiana na yale yaliyotendeka katika kipindi hicho na kuangamizwa kwa Sodoma na Gomora. Sura yake ya kwanza mstari wa 55 katika kitabu cha Sango 1:55 inasema, mpwa wangu Mboti alitazama juu. Mboti ni yule ambaye wataita Lutu aiza Loti, yaani ni mpwa wake, mtoto wa kaka yake mkubwa, huyu ambaye wataita Loti aiza Lutu. Mpwa wangu Mboti alitazama juu kutoka juu ya kilima kikubwa na kirefu, na kuona kwamba uwanda wote wa kusini magharibi mwa Longanapi na mbali zaidi ulikuwa eneo kubwa sana kila mahali lenye maji mengi,
Hii ilikuwa kabla ya Mudima Bekokisedi kuharibu Weya ambayo itaitwa Sodoma na Sepe ambayo ni Gomora. Kwa hiyo kwanza tunaanza kuelewa kwanza majina halisi ya miji hiyo, kwamba moja inaitwa ni Weya ambayo itaitwa kwa jina ambao watatafsiri Sodoma, na Sepe ambayo ni Gomora, yaani Weya na Sepe. Hiyo ndio Sodoma na Gomora, majina halisi, ambao anaendelea kusema eneo ambalo Mboti aliona lilikuwa kama Edeni ya kwanza, lilikuwa kama Edeni ya kwanza, kuna mabano, kwa maana Weya Sodoma na Sepe Gomora zilijengwa na wenyeji wao ambao walikuwa wa jamii ya watu weusi tu kama sisi. Tunasimama halafu tunaingia ndani, ndugu zangu. Sango anatufunulia kwamba Sodoma na Gomora, aidha Weya na Sepe, kwamba ni watu weusi ndio waliojenga miji hiyo na ndio wakahazi kabisa wa kwanza katika hiyo miji, yaani ni watu weusi. Fikiri hapa tayari umeshaanza kupata picha kuhusiana na hiyo, lakini kuna jambo fulani ambalo litatendeka baadaye, maana sisi tunajua asili ya mtu mweusi, kwa sababu wengine watajiuliza, ina maana kwamba ni wao ndio walifanya hayo mambo alafu miji hiyo ikaunguzwa? Ataendelea kutuelezea kile ambacho kilitendeka zaidi sana, maana nyote mnajua asili ya mtu mweusi sio kama gisi watu wanaweza wakafikiria. Maana kwa wakati huu mtu mweusi anachukuliwa kama vile jabazi, sijui mtu ambaye no, asili ya mtu mweusi sio ya mambo kama hayo, hapana. Lakini Sango anaendelea kutueleza kwamba baada ya wazungu kukaa kati yao kwa ruhusa ya wasioanzishwa, kuna mkato wao, kuna mabano, wazungu tunafunga mabano, walianza kujihusisha na ushoga kati yao wenyewe, na baadaye miezi mitatu kabla ya kuangamizwa kwa Weya na Sepe, walioanzishwa wote, kuna mkato, wasioanzishwa ambao walineemiwa waliondoka Weya na Sepe. Tunasimama alafu mjue ni nini ambacho kinaendelea. Kwa hiyo Sango anatuelezea kwamba kuna wakati ambapo ulitokea, kwa sababu Weya na Sepe, yani Sodoma na Gomora, ilikuwa ni miji ya watu weusi ambao wanakaa, lakini humo ndani kulikuwa wasioanzishwa, kulikuwa wasioanzishwa walioneemiwa, kulikuwa walioanzishwa ndio waliokuwa wakiishi humo. Sasa wazungu nao pia wakaja kuishi humo, kwa sababu wasioanzishwa waliwaruhusu hawa wazungu kuja kukaa humo, sio walioanzishwa aidha wasioanzishwa walioneemiwa waliowaita wazungu waje kukaa nao humo, bali walikuja kwa hao wasioanzishwa ndio waliowaruhusu kwamba waingie katika miji hiyo, kwa sababu tunatakiwa kuelewa kwamba hapo awali kulikuwa sehemu ambazo zinajulikana kwamba sehemu fulani ndiko wazungu wanaishi, sijui kama mnaelewa. Sehemu fulani ndiko wa damu mchanganyiko wapo, sehemu fulani ni walioanzishwa tu ndio waliokuwa wakiishi sehemu hii, na utakuta asiyeanzishwa aidha tuseme mzungu awezi akaingia kirahisi katika sehemu ambapo walioanzishwa wanakaa. Hiyo haikuwa hivyo zaidi, hicho kilikuwa kitu ambacho kulikuwa kinaheshimika, na ndio maana sio kila sehemu. Kipindi ambacho Njomu ambayo wataita huyu nyoka ambaye alidanganya mwanamke alipofukuzwa, naye pia alikuwa na sehemu yake kabisa ambayo ilikuwa imeandaliwa kwa ajili yake, na hawezi kutoka huko, hakuruhusiwa kutoka huko kurudi sehemu ambapo alitoka, ambapo moto alikuwa na wanyama wengine, no. Yani alitakiwa awe fasi yake yeye mwenyewe huko na familia yake na watoto wake na jamaa yake huko. Sasa mkienda mnatembea mnaenda eneo lake huko, sasa ndio mnaingia katika hatari. Hilo ndio jambo ambalo mnatakiwa kulielewa. Hivyo ndivyo ilivyokuwa, na kutokana na hilo ndio maana mtaona hata wakati huu mmeshawahi kuona nyoka anafanya urafiki na wanyama wengine, mmeshawaona? Mmeshaona nyoka anatembea labda na mnyama mwingine pembeni, aza wako pamoja? Hakuna. Yani hata kati ya wanyama nyoka hana rafiki. Nafikiri hapa mnaelewa vizuri eh? Hana rafiki kwa sababu alitengwa mbali na wanyama wenzake, na hadi muda huu hayo matokeo mnayaona, yuko mkiwa kabisa kama gisi mnavyomwona. Tunaendelea sasa. Baada ya hapo sasa, wasioanzishwa
wakawahita wazungu waje kuishi katika Weya na katika Sepe, ila wanatuambia kwamba miezi mitatu kabla ya kuangamizwa kabisa kwa Weya na Sepe, Sodoma na Gomora, walioanzishwa, wasioanzishwa, walioneemiwa walitoka mapema hapo, miezi mitatu kabla ya hiyo miji kuangamizwa, wao waliondoka. Kwa nini waliondoka? Kitu cha kwanza, waliondoka kwa sababu hawawezi kuvumilia zaidi sana hiyo hali na kuona matendo yao maovu zaidi ambayo waliokuwa wakiyatenda. Kitu cha kwanza hicho. Cha pili, walitaarifiwa na ulimwengu wa kiroho yale ambayo yatatokea, lakini haimaanishi kwamba ni wakati ambapo wazungu walipoingia tu na miezi mitatu nao pia wakatoka. Hapana, walikaa humo muda wa kutosha, lakini wanawambia kwamba sasa, kabla ya maangamizi ya miji hiyo, miezi mitatu kabla, ndipo waliondoka. Kwa sababu ulimwengu wa kiroho haujichanganya, hauwezi ukajichanganya. Sio kwamba tuangalie wote ambao wako humo waangamizwe tu, alafu tutaenda kuchaguliana huko, sijue paradiso, tujue nani ataenda paradiso, nani ataenda. No, katika ulimwengu wa kiroho kuna utaratibu. Hata kama kuna mmoja ambaye ni mkamilifu, hawezi akafariki, hawezi akauawa kwa sababu ya wengine ambao ni wahovu, watenda mabaya. No, hilo halipo. Kwa hiyo ndio maana, yani miezi mitatu kabla kabisa, wao wakaondoka wakaenda katika maeneo mengine ambao kuna walioanzishwa na wasioanzishwa, walioneemiwa wakapokelewa, ni wase, hakuna tatizo. Na hivyo wasioanzishwa, wazungu na damu mchanganyiko, mtaona wakabaki katika maeneo hayo. Mwelewe kile ambacho kinaendelea sasa. Kwa hiyo ndio maana hii hadithi ilijulikana mapema, na hata watu katika taifa waliongelea sana kile kilichotendeka katika Weya na Sepe, na hadi muda huu ndio maana watu wanaongelea kuhusiana na Sodoma na Gomora, Sodoma na Gomora, Sodoma na Gomora. Wengine wanafikiri kwamba labda ni hadithi tu ambayo ilitungwa, ilihundwa, alafu no, ni kitu ambacho kilitendeka. Miji iliteketea kabisa, hakuna kabisa alama yote. Watu wanafikiri kwamba ulikuwa ni mzaa, aidha ni kitu tu na ni hadithi tu. No, ni kitu ambacho kilitendeka, na ndio maana hata wengine wanasema kwamba bwana, hata kwa wakati huu watu wafanye angalisho sana, kwa sababu mambo yanayoendelea katika kipindi hiki kuhusiana na hizo takataka, uchafu huu ambao mwanaume, mwanamke, uchafu wa hali ya juu ambao unaendelezwa katika dunia hii, ambao wazungu na damu mchanganyiko wanapenda kabisa kuingia. Naangalia mambo ambayo yapo, ni aibu kubwa sana ambayo yanaendelea katika bara letu. Kuna mashirika ya hao yamo tayari katika bara letu, wanatoa pesa za kutosha sana ili kuwavuta na kuwakokota vijana, wanaume, wanawake katika hizo shughuli. Wanafanya sherehe za ajabu za kukusanya wanaume, wanawake, mambo ya aibu ambayo yanafanyika katika bara letu kwa wakati huu, ikiwa mjue, ni mambo ya kutisha sana, na hiyo watu wanajichukulia wenyewe laana imoja hali ya juu, kwa sababu ni aibu. Kuna mara hata wewe mwenyewe unaweza ukashindwa hata kujificha, utajificha wapi? Kwa sababu ni mambo ambayo hata mazingira, hata asili inasema no, hii haiwezekani. Kitendo cha mwanaume, kwa nini? Sasa wakati utasikia wengine, kila mtu ana hiari ya kufanya kitu ambacho anataka. Kuhusiana na hili swala, hakuna jambo la hiari, yaani hilo hatuwezi kufumbia hata macho kusema kwamba tutavumilia. Yeyote ambaye anasema kwamba vumilieni, kwamba muache kila mtu huyo tayari ameshapagawa pia na hizo demon, ikiwa muna taarifa. Hiyo ndio taarifa ambayo mnapewa. Yeyote ambaye anatetea aweza kusema kwamba mimi hiyo hainihusu, wafanye jinsi watakavyotaka, huyu mtu tayari ameshapagawa na hizo demon pia. Hii ndio taarifa ambayo watu wanatakiwa kuelewa, maana ni kitu ambacho ukisikia wewe mwenyewe kwanza kinakupatia kwamba hicho ndio kitu ambacho kinatakiwa. Lakini unaposikia mambo kama hayo ya uchafu wa namna hii, na unasema kwamba wanaweza kufanya yenye wanapenda, hakuna tatizo. Na haya mambo yapo, na hata kwa hao wanaocheza comedy, utakuta mwanaume anajibadilisha na kuwa mwanamke, alafu anacheza, watu wanafurahia tu, amuelewe ni nini ambacho kinaendelea. Ni ujumbe ambao unaenda, watu wanacheka comedy, watu wanacheka. Mwanaume anajibadilisha na kuwa mwanamke, anavaa, anajipodoa, alafu anacheza, ni comedy, na watu wanacheka bila hata kufahamu
hivyo moja kwa moja mnasapoti bila hata kuwa na ule ufahamu ambao unaenea. Namna gani hata wewe mwenyewe mwanaume afanye hivyo na anacheza comedy na unacheka kwamba ni comedy? No, hapana, ni kitu ambacho hakipiti. Ni jumbe ambazo wanapeleka kwa watu bila hata wao wenyewe wengine wanaofanya hivyo bila hata kujua kwamba wanatumikishwa na ulimwengu wa giza la kichawi. Wamekosa mwanamke wa kukaa nafasi hiyo kucheza, wamekosa mwanaume wa kukaa nafasi hiyo kucheza, ili kwamba wabadilishe. Walio wengi hawaoni haya. Kuna mambo mengine ambayo yatakatazwa. Mtu amefanya kitu ambacho cha kuelimisha jamii, huyu anaonekana ni mbaya, lakini ubaya ambao upo, lakini watu wanafumbia tu macho na waongee hata chochote. Swala la ushenzi, kwa sababu mambo ya ushoga, wanaofanya hivyo, kwanza ni kitu cha kwanza, wana ukosefu, ni ugonjwa wa akili, ni wagonjwa wa akili, hawako sawa. Inasema lazima watu waelewe vizuri, yani ni wagonjwa, hawako sawa. Mimi nimeumbwa hivyo tu, nimejihisi, najihisi hivyo, najihisi kuwa mwanaume. Kuna akili haiko sawa. Sasa kama sisi tunajihisi tu, nasema akili, huu ni ugonjwa wa akili. Ni kitu ambacho hakiwezi kapita katika jamii yetu. Watu wanaona kwamba ni fashion tu, mwanaume mzima anatembea kama vile mwanamke. Hepu chukueni hawa, weka chini, pigeni fimbo, alafu muweke mumfunge moja kwa moja, tusione hiyo aibu mbele ya macho yetu. Lakini haya mambo ambayo tunaongea yamejaa hata ndani ya makanisa, ndani ya misikiti. Haya mambo yanatendeka, hauwezi ukaamini, na bado wanatumaini kwamba wataenda mbinguni, kwamba Mungu amewaumba hivyo hivyo na Mungu ataelewa. Mungu wao ataelewa, ni kweli. Kwa hiyo kitendo ambacho kilitendeka huko ni wasioanzishwa waliofanya, waliowahita, yani waliokubali tuseme wazungu waje kuingia humu, na wakati walipoanza wakaanza kufanya hayo matendo au wazungu kati yao, sio kati ya mtu mweusi. Hata kama anaweza katenda dhambi, lakini kuna mipaka. Kipindi hicho hakuna mweusi aliyejishughulisha na hiyo hali ya ushoga, mwelewe vizuri. Hata kama waliita wazungu, sio kwamba walifanya na mambo kama, lakini walikuwa wanasapoti. Sijui kama mnaelewa, yani wanaachililia, wanaona kwamba wafanye kile ambacho hakuna tatizo. Sijui kama mnaona hilo. Hilo ndio tatizo ambalo lilikuwa kwa watu weusi, lakini waliofanya hivyo ni kawaida yao, ni wao, na ndio hali ambao wanapenda wakati huu wase nayo pia ichukue hivyo, yaani watu wahalalishe tu. Namna gani? Ikiwa mtu kweli kweli, wao huku wanakataza mwanaume asioe wanawake wawili zaidi ya wanawake wawili, wanakataa kabisa kwamba si vizuri, kweli si vizuri. Lakini kufuru nyingine ya hali ya juu ambayo sasa watakubali sasa mwanaume aoe mwanaume mwingine, hilo kwao inapita. Sasa kwamba hawako hata sawa. Hata kama mwanaume kweli haitakiwi kuwa ni dhambi mwanaume kuoa mwanamke zaidi ya mmoja, ni dhambi, ila angalau hiyo inaeleweka. Sisemi kwamba hiyo dhambi inavumilika, no. Hiyo inaweza ikapita katika akili za watu kwamba ni dhambi. Yes, ni dhambi kwa sababu ya kuwa na wawili, lakini tunaona ni mwanamke, hiyo ndio unamaanisha. Lakini ili la mwanaume wao wanahalalisha, tunaona kama ni tatizo la akili, hawako sawa. Kwa nini nimekazia hapa? Nakazia hapa kwa sababu najua ni nini ambacho tunakiongea. Maana watu wasipoangalia vizuri, hali itakuwa mbaya zaidi, tena zaidi. Ndio maana watu lazima wawe makini sana katika hili jambo, sio mambo ya kufumbia macho, hapana. Kipindi cha walioanzishwa mambo kama hayo hayakuwa yanaonekana hivi hivi kama gesi mwili anavyotuambia, lakini kwa sababu Sepe na Weah na Sepe walikuwa tayari wameshakuwa wengi, na walioanzishwa hawakupenda kuingia katika vurugu hiyo, kwa sababu wengi walikuwa tayari wameshaingia humu. Wakaona acha tuachie mchi, sisi tunaondoka, hatuwezi tukavumilia hizi takataka ambazo tunaziona kwenye macho yetu na kusikia fujo. Unaambiwa yani maisha yao yalikuwa tu ni
kila siku, na mtajua ni roho gani, za demoni gani ambazo ziko nyuma ya hayo mambo. Ndio maana Nginya ambao wataita Ezekieli sura yake 18 mstari wa 46 hadi 51, naye pia ataongelea kuhusiana na kile kilichowahi kutendeka huko Weya na Sepe, kwa sababu ni historia ambayo ilikuwa inajulikana pia. Anasema hapa, ninyi ni wa jamii moja. Nginya huyo 18:46-51, ninyi ni wa jamii moja. Mkisoma katika sura hii anaongelea, anaambia watu walungana pi ambao wataita Yerusalemu, ndio anaongea nao kwamba ninyi ni wa jamii moja, kuna mabano nyeusi, kama eneo mndongo, kama Samaria, na vile vile wakahaji wa kwanza, kuna mabano weusi wa Weya, yani Sodoma. Naye pia anataja kwa sababu hao ndio wakahaji wa kwanza waliokuwa katika Weya ambao wataita Sodoma. Kwa hiyo Longanapi wanaelezwa kwamba wao na watu wa eneo mdongo ambao ni Samaria, wao ni mtu mmoja, kwa sababu ni jamii moja, tofauti na Biblia za kisasa ambapo watawaambia kwamba Yesu amekuja anaomba mwanamke Msamaria maji. Mwanamke Msamaria atasema namna gani? Hakuna uhusiano kati yenu nanyi. Wewe ni Msamaria, mimi ni Msamaria, wewe ni Myahudi. Sasa kuna uhusiano gani kati ya sisi Wayahudi aidha sisi wa Samaria na nyinyi Wayahudi? Hakuna swala kama hilo. Msamaria ni mtu mweusi, Myahudi ni mtu mweusi. Hakuna ubaguzi kati ya watu weusi na hakutakiwi. Hao wote nao wabaguzi nao pia ni kwa sababu hawana akili timamu. Mtu ambaye anambagua mtu mwingine kwa sababu hawana akili timamu. Kwa hiyo Nginya anaendelea kusema hivi, lakini umetosheka kufuata njia ya sehemu, kuna mabano ya wasioanzishwa, ya wakazi wa kwanza wa Weya waliofanya mapatano na wazungu kwa kuwaruhusu waingie na kuishi huko Weya, yani Sodoma. Hiyo taarifa ilijulikana kwamba wasioanzishwa waliruhusu wazungu waje kuingia huko. Na mnatakiwa kuelewa kwamba tumesoma kwamba Sodoma na Gomora ilikuwa kama Edeni ya kwanza, yaani ilikuwa ni miji ambayo iko mizuri, sio yenyewe tu ndivyo ilivyokuwa. Wasimulizi anatuambia, mimi sijaona, ndivyo ilivyokuwa. Na kwa sababu ya uhalifu wa kuchukiza, kuna mabano ushoga wa wazungu hawa uliofanywa pia huko Sepe, yani Gomora, kwa sababu sio tu Weya, sio tu Sodoma, bali pia na Sepe, Gomora. Hii ndio sababu Mudima Bekokisedi alitokea na kuangusha kutoka mbinguni juu ya Weya na Sepe mvua ya kutisha ya salfa iliyowaka kwa moto unaoteketeza na kuiharibu miji hiyo na nchi tambarare yote na mimea yote ya nchi, hadi kulikuwepo na ishara za kutisha katika anga inayoonekana na matetemeko makubwa ya ardhi. Naambia kwamba aliyefanya maangamizi alikuwa ni Mudima Bekokisedi. Mudima Bekokisedi ndio roho ambaye anatoa adhabu. Ni yeye ndiye aliyefanya bara, aligawa bara katika vipande. Ni yeye huyo tena Mudima Bekokisedi ndiye atakayemshika, kwa ufahamu wetu atakayemshika shetani Mudima Bobe, malaika walioanguka pamoja na demons, kuwashika na kuwaingiza na kuwafunga kwa muda wa miaka 1000. Ni huyu Mudima Bekokisedi. Kwake yeye hakuna mzaa, hakuna mjadala kwake. Anaposhuka anakuja na maliza hivyo tu, labda mupate neema itoke kwa awe mutatedi mwingine, maana yeye hana pambano na mtu. Hata shetani Mudima Bobe hawezi akapambana naye hata kidogo, hakuna. Yeye anakuja na shika, anafanya kile ambacho anatakiwa basi, na hapo hivyo hasira inatulia, kwa sababu yeye ni mtu wa hasira ya kiroho. Ili kwamba hasira yake itulie vizuri, lazima atekeleze sheria. Kwa hiyo ni yeye tena Mudima Bekokisedi aliyefanya hivi, ndiye aliyeangamiza Sodoma na Gomora, Weya na Sepe. Haya yalitendeka wakati wa Mboti
na mapatriaki wengine. Kwa hiyo haya mambo ambayo yaliyotendeka, kuunguzwa kwa Sodoma na Gomora, ni kipindi ambapo Mboti ambao wataita Lutu wa Zaloti alikuwepo, na pamoja na mapatriaki wengine wa wakati wake. Lakini sehemu kubwa sana ya wakahaji wa kwanza, kuna mabano Wehusi wa Weya, yani Sodoma, haikuangamia. Kwa hiyo kuna sehemu ambayo haikuangamia ya kutosha, wasioanzisha hata pia ambao walipata neema baadaye, nao pia hawakuangamizwa, ila wale waliosapoti, kuna baadhi yao walifariki, waliuawa, ingawa hawakutenda hivyo. Kwa hiyo hivi ndivyo Nginya ambayo ni Ezekieli atakavyoeleza historia halisi ya namna ilivyotendeka. Ndio maana tunaenda katika kitabu cha Sango sura yake ya kwanza mstari wa 57 hadi 58, ambapo nasema, mimi Sango niliishi katika eneo la kusini magharibi mwa Longanapi, lakini Mboti akaishi kusini mashariki mwa Longanapi. Hatimaye akapiga hema lake, yaani akajenga makao yake karibu na Weya, kuna mabani. Baadaye aliishi Weya kwenyewe baada ya vita vya fumbo vya wafalme. Nitawaelezea kwa nini, pamoja na wale waliokuwa pamoja naye. Yaani wanasema kwamba Mboti wakati walipotengana na Sango, hakuenda moja kwa moja kuishi katika Weya, hapana, lakini aliishi kusini mashariki mwa Longanapi, yani mwa Yerusalemu, ndio aliishi. Sasa baadaye ndipo akaenda baadaye, ni muda wa kutosha sasa, ndipo akaenda kuishi katika Weya, katika Sodoma sasa. Na hapo wanawaambia kwamba ni baada ya vita vilivyotendeka kati ya wafalme ndipo akaenda. Kwa nini? Ni baada ya vita hivyo vilivyotendeka ndipo akaenda sasa kuamua kuishi katika mji huo wa Weya ambayo ni Sodoma. Mtajua kwa nini. Walakini wenyeji wa Weya walikuwa chini ya ushawishi wa roho za bebandambodima mudima bobe satirs, yani demoni katika umbo la mbuzi. Hizo ndio zinaleta ushoga zaidi, hizo ndio ziko nyuma ya ushoga. Bebandambodima mudima bobe, yani demoni katika umbo la mbuzi, ndizo zilizo nyuma ya hayo mambo ambayo mnayaona katika dunia hii. Ni mambo ya kusikitisha sana. Mwanaume mzima utatembea kama vile mwanamke. Unapenda kitu gani? Na watu wanachekelea tu, wanaona kama ni kawaida. Tumeumbwa hivyo tu. Nani amekuumba hivyo? Mungu wako anakuumba uwe hivyo? Huyo Mungu wako ana udhaifu? Huku tuliko watoto wa miaka 3, 4, 5 shuleni wanaanza funzwa, sijui Ufaransa imeshaanza huko, wanafunzwa hii lugha. Unapokuwa na umri wa miaka fulani, angalia, unaweza ukapenda, ikiwa hata wewe ni mwanaume, ukijihisi kwamba wewe labda uko mwanamke, unajihisi kwamba unaweza penda uwe mwanamke, hakuna tatizo, unaweza mtoto wa miaka 3, 4 anafanya nini na hayo mambo ya uchafu ambao wanapatia watoto? Yaani ni mambo ya kuhuzunisha. Watoto wanaanza kufunzwa, ukiwa mkubwa unaweza kuwa unafanya hivi, wanaanza kuonyeshwa mambo ambayo ni mambo ya punyeto. Watoto wana haja ya vitu hivyo. Kwa kitu gani mnapenda kutuharibia watoto? Haya mambo yako sana huku, na wameshayapeleka nyumbani kwetu. Kuna mafundisho ambao wanapata, kuna elimu. Utakuta kwamba hii ni sehemu ambapo wanachunga watoto yatima. Kuna sijui shirika fulani ambalo linasaidia watoto yatima. Angalisho, sijasema kwamba ndivyo ilivyo kwa wote, lakini angalisho. Kuna vitabu ambavyo wanaleta, kuna michoro ambayo inachorwa, ambayo ni mambo ambayo ya kugeuka kabisa asili. Wazazi wawe makini sana katika haya mambo, mwe makini sana na hizo shirika ambazo zinaletwa, zinatoka kigeni, zinakuja, sisi tuko hivi, tunasaidia hawa, tunatetea haki ya wanadamu. Fanyeni angalisho, muangalisho kabisa ndugu zangu, kwa sababu dunia ya wakati huu hakika kumekuwa mabadiliko makubwa sana. Tufanye angalisho sana, tena sana. Haya mambo yapo na yanaendelea na hayana muda wa kumalizika sasa hivi, hapana. Ila watu wanatakiwa kuwa makini sana katika kila jambo
wanalolifanya. Kwa hiyo hao wakahaji wa Weya walikuwa wamepagawa, walikuwa chini ya ushawishi wa demon hizo zilizo na umbo la mbuzi, kwa sababu hizo demon huwa zina haja ya huu uchafu wa kupindukia. Ndio nawaambia mtu ambaye anaingia katika hayo mambo, huyu yani maisha yake yote amepagawa. Nimeshawahi kuongelea hili, labda wengine wajiuliza namna gani akipenda kurudi sasa kwa neno, ataanza namna gani? Si kwamba amekatazwa, lakini ataanza namna gani? Kuna dhambi zingine ambazo zinaenda kutulia sehemu, hata ufanye kitu gani imeisha. Imeisha. Maana kuna mipaka katika mtu. Kuna mambo ambayo mtu anaweza kafanya kweni dhambi, anaomba msamaha, lakini kuna mambo mengine yani akivuka mpaka imeisha kwake. Neema ina mwisho, ndugu zangu, neema ina mwisho pia. Leo unatenda dhambi unasamehewa, kesho unaenda unatenda unasamehewa, mwisho inaisha. Kwa sababu ikiwa mjui hata kuhusiana na dhambi, kuna hesabu ambayo inajulikana kwamba mtu anaweza akatenda dhambi hadi ikifika hii hesabu hauwezi ukasamehewa tena, imeisha hivyo. Hilo lipo. Wengine watauliza sasa, ni mara ngapi imani? Ukiingia katika swali ya kuuliza ni mara ngapi, ina maana kwamba unapenda kutenda moja mbili, imebaki mara mbili, alafu sasa no. Ukiingia tu katika hiyo hali tayari umeshatenda dhambi ya kufikiria hivyo. Ndio maana neema ina mwisho pia, ina mwisho kabisa. Hilo ndio jambo ambalo natakiwa kulielewa, ndugu zangu. Kipengele cha pili sasa, vita vya fumbo vya wafalme na Mboti, kwa sababu tulielezwa kwamba Mboti yeye ataenda kuishi katika Weya, lakini ni baada ya vita vilivyotendeka kati ya wafalme wa Wasi wasioanzishwa, ndipo sasa akaitazama kwa nini. Ndio hapa sasa tutaingia katika kitabu cha Sango sura yake ya kwanza mstari wa 64 hadi 68. Inasema, na ikawa kwamba baada ya muda baadhi ya wafalme wasioanzishwa wa Wase Jedu, yani Afrika Mashariki, Wasi Epase Mikondo Afrika Kusini, Wase Mbenge Afrika Magharibi, Wase Pongo Afrika Kaskazini na Wase Mutunga Afrika ya Kati, na wasaidizi wao ambao walikuwa wameanzishwa katika ulimwengu wa uchawi, walipigana vita vikali vya fumbo. Kwa hiyo wanatuambia hapa kwamba kuna vita ambavyo vilitendeka kati ya wafalme wasioanzishwa wa Wasi. Tumetaja Wase zote, pande zote kabisa kulikuwa vita, kwa sababu unajua wafalme katika kipindi hicho kila mmoja alipenda kuonyesha kwamba yeye ana nguvu kuliko mwingine, na hivi vita ambavyo walikuwa wakipigana wao havikuwa vita vya kimwili kama tunavyoona kwa wakati huu, watu wanachukua bunduki nini wanaenda kupigana nao. Wao walikuwa wakitoka nje ya mili yao kichawi na kwenda kupambana, na walikuwa na sehemu, yani kiwanja za sehemu ambapo wanaenda kupambana. Ni kama vile mtu watoto wawili sijui wewe wanasozana nini, twende sehemu fulani, twende pale, twende kupigania pale, kwa sababu hapa wapo watu wako pale, labda wanaweza wakaamua nini, twende pale. Najua wengine walipokuwa bado wadogo wanajua haya mambo. Kwa hiyo wafalme hawa wasioanzishwa nao pia walikuwa na sehemu hizo, wanaenda kupambana. Sasa wao walikuwa ni kiroho zaidi, sio kimwili. Hapana. Sasa kitu gani ambacho kitatendeka? Sango anaendelea kutuambia kwamba wafalme wa Weya na Sepe walikimbia na walianguka, yani wao walielemewa hawakuwa nguvu zaidi sana. Yani wafalme wa Sodoma na Gomora wao walikimbia kwa sababu mapambano yalikuwa makali kwao, na wale waliosalia wakakimbia kutoka kwa wafalme wenye nguvu zaidi kuliko wao katika eneo la fumbo na la milima. Hicho ni kitu ambacho kilitendeka. Vita hivyo vilichochewa, sio kwa bure. Vita hivyo vilichochewa na ujanja wa demoni za kivita ili kupandikiza hali ya hofu na kifo katikati ya bara la mababu. Hivi ndivyo Sango anavyosema kwamba sio kwa bure hivyo vita vilitendeka, yaani nyuma yake kulikuwa demoni za kivita ndizo zilizowasukuma wafalme wapambane. Na mnajua kwamba katika hali hiyo kunapokuwa mapambano kama haya, yaani yanaweza yakatokea kiroho, lakini hata matokeo pia mnayaona kimwili, yanaonekana pia. Hicho ndio kitu ambacho kilitendeka.
na kilikuwa kikitendeka wakati huu. Lakini anaendelea kusema, kisha wafalme washindi walichukua udhibiti kamili kwa fumbo juu ya ufalme wa Weya na Sepe na juu ya falme zingine kadhaa, na vile vile kwa upande wa kimwili. Ndio maana nikasema hata kwenye upande wa kimwili pia wanadhibiti. Unaona? Kwa hiyo baada ya kuchukua maeneo, kwa sababu wafalme wa Weya na Sepe, kaka Fabian, mic inafunguka, inajifunga. Kwa sababu wafalme wa Weya na Sepe walikimbia, kwa hiyo wale wafalme ambao waliopata mamlaka juu yao, wao wakafanya nini? Wakachukua sasa umiliki katika Weya, katika Sepe pia. Lakini anaendelea kusema, walimteka mpwa wangu Mboti. Sangu anasema kwamba wakambeba mpwa wangu, mwipwa tuseme, mwana wa marehemu kaka yangu Manja. Manja ndio kaka yake ya Sangu, aliitwa Manja, ndio alikuwa baba wa Mboti, kwa lengo la kumgeuza kuwa mchawi. Yaani walimteka na kwenda naye katika lengo la kumfanya awe mchawi. Sasa hicho kitendo ambacho Sangu alisikia, mbona utafikiri atalala chini, atakaa hivyo sema Loba saidia, na ataonyesha kwamba naye pia ni mpambanaji katika hali hii inayoonekana. Alifanya namna gani? Kwa sababu lengo lilikuwa namna gani? Mboti maana yake kwanza ni vazi, yaani Mboti ambayo wataita Lutu weza Loti, maana yake ni vazi, na hilo vazi, yaani alikuwa mtu ambaye amelindwa kweli, alikuwa amelindwa, lakini unaweza kujiuliza sasa namna gani mtu ambaye alikuwa amelindwa ilitokea kwamba wakambeba? Hicho ni kitu ambacho kitendeka, lakini hakuna jambo bila sababu, hakuna jambo bila sababu. Ila Sango baada ya kusikia kwamba mwipwa wake amebebwa, amepelekwa kabisa, naye pia ataingia katika pambano ili kwenda kumkomboa mwipwa wake na wengine wote ambao walikuwa naye, kwa sababu sio yeye tu aliyepelekwa, kulikuwa wengi, na lengo lao lilikuwa kwamba wawafanye wote wawe wachawi kama wao, na kwa wachawi ili labda nao pia wasapoti, wakubali ushenzi, ujinga ambao walikuwa wakiufanya katika miji hiyo ya Weya na Sepe. Ndio maana katika Sango sura yake ya kwanza mstari wa 75 hadi 76 inasema, pia nilimrudisha. Hapo sasa anaongea Sango, amefanya hivyo vita kwa sababu alipambana, alienda naye pia katika vita sasa ili kwenda kumrudisha, kumchukua mpwa wake. Pia nilimrudisha mpwa wangu Mboti pamoja na bidhaa zake, pamoja na wanawake na watu wasioanzishwa ambao walikuwa wamefungwa, walikuwa wafungwa kumrazi wa uchawi. Kwa hiyo walikuwa wengi weusi wasioanzishwa pia ambao walipelekwa, na hapo moja kwa moja Sango aliingia katika vita na akawaleta wote wakawa huru. Baada ya mimi Sango, hapa sasa ndio mtaelewa kwa nini ni baada ya vita hivyo na Sango kufanya hilo, kwa nini sasa Mboti ataenda kuishi katika Weya. Mtaelewa sasa kwa nini. Baada ya mimi Sango kurudi nikiwa mshindi kutoka katika vita vya kiroho dhidi ya chifu wa wafalme na kikose chake, mfalme wa Weya, si mnaona mfalme wa Weya si alikimbia? Mfalme wa Weya, kuna mabano, mtu mweusi, alikuwa mweusi, alitoka kunilaki katika bonde la ajabu, ambalo ni bonde ambalo wafalme wengi huanzishwa, kuna mabano hapo. Pia nilizungumza naye kuhusu mpwa wangu, kuna mabano tunafunga. Ina maana kwamba baada ya Sango kushinda vita hivyo, wakati wa kurudi, mfalme wa Weya, hata wewe mwenyewe amekuja kwa si amewakomboa, alifurahi sana, akaja kumlaki, kumfurahia Sango kwa kuwaokoa katika mikono ya hao wafalme ambao pia ni wasioanzishwa. Kwa hiyo alifurahia sana, lakini Sango akafanya mazungumzo naye pia kuhusiana na Mboti mpwa wake. Sasa hayo mazungumzo aliyozungumza naye ni mazungumzo ya namna gani? Kwa nini alifanya mazungumzo yanayohusiana na mpwa wake pia? Hapa sasa mazungumzo hayo ni nini? Yaani Sango, kwa sababu
mpwa wake alitaka kuingia kukaa katika wea Sodoma, akamwambia kwamba naomba na kuomba kitu kimoja, mpwa wangu Mboti anaenda kuishi wea, na wewe ndio mfalme ambaye uko hapa, kwa hiyo naomba ulinzi kwake. Yaani wote wale ambao wako katika hiyo Sodoma hiyo wanaofanya uchafu wasimguse tena, aidha wasije kwake kumgusa, aidha kufanya kitu ambacho sio kizuri. Sawa sawa, hayo ndio mapatano kati ya nani, ya Sango na mfalme wa Wea kuhusu Mboti. Ndio maana wakati huo wote Mboti alikaa katika Sodoma, lakini hawakuwa wanamgusa. Sijui kama unaelewa, kwa sababu ni mapatano kati ya Sango na mfalme wa Wea, ndio maana hawakuwa wakaaji. Ndio maana mliona wakati ambapo walipokuja sasa ili kusumbua, sio kwamba walikuja kwa ajili ya nani, ya Mboti. Kuna wanaume wawili, mnakumbuka hiyo hadithi, ambao walikuwa ni roho za giza kula vitu, waliokuja kwake. Walikuja wakamwambia kwamba bwana, tufungulie hawa watu ambao wameingia ndani mwako, aidha ndani ya nyumba yako, tupate kuwajua vizuri. Amkumbuki hadithi hii, historia kuhusiana haya mambo tunayajua, si ndio ndugu zangu? Lakini kwa nini yeye Mboti hawako wanamgusa, ila wageni ambao wamekuja kwake ndio wanapenda sasa utupe hao, kwa sababu walikuwa wamekatazwa na mfalme kwamba msimguse Mboti, wasimguse Mboti. Na yeye alishukuru sana, alifurahi kwa kitendo cha Sango kuwaokoa dhidi ya hao wafalme ambao ni wasioanzishwa. Kwa hiyo ndio maana mnaweza mkajiuliza, sasa Sango nani, Mboti yeye kwani alikuwa anakaa hapo tu katika vurugu na nini na wao, yani watu nani tuseme, au wakaaji wa nani wa kipindi hicho, wazungu wao, yani hayo yalikuwa ni mambo yao. Kwa nini hawako wanamgusa? Hiyo ndio dili ilikuwa kati ya Sango na huyo mfalme wa Wea. Sasa kipengele cha tatu, malalamiko ya roho ya Mboti. Malalamiko ya roho ya Mboti ndio kipengele cha tatu, kwa sababu roho yake italalamika kuhusiana na kile ambacho kinatendeka. Nyote mnajua hili. Sango sura yake ya kwanza mstari wa 187 hadi 188. Kisha Mutatedi na wale walinzi wawili wakaondoka tena. Hapa Sango anaelezea kwa sababu ni wakati ambapo Mutatedi alikuja. Sasa Sango akawakaribisha, akawaomba ikiwa wanaweza wakaja pale ili mnajua hiyo hadithi, na ndani ya Biblia za kisasa iko katika kitabu cha Mwanzo sura yake ya 18. Mwanzo sura yake ya 18 wanaongelea kwamba ni Mungu ndiye aliyeshuka ili kuangalia, kwa sababu Mungu alisikia vilio vya wakaaji wa Sodoma na Gomora. Sasa aliposikia hivyo vilio, akasema acha nishuke nije niangalie kweli kweli ikiwa hivi vilio ambavyo vimenifikia ni vya ukweli aza namna gani, kwa sababu nataka kujua. Hilo limeandikwa katika kitabu cha Mwanzo sura yake 18. Yehova Elohim Shaddai, Mwenyezi Mungu, Mungu wa majeshi, akashuka kabisa, akaja akaongea na nani, na Abrahamu. Abrahamu akawapikia chakula pale, Mungu akapiga nyama ya ng'ombe pale, na wakapiga wakanywa hata na maziwa. Yote yameandikwa, sio mimi ndio nabuni, yameandikwa. Unaweza ukaendelea hata kwenye 19 kule sura. Akala, alafu Mungu akasema, hivi kweli kweli niache kumwambia amani Abrahamu yale ambayo anapenda kufanya? Ndipo akafanya mazungumzo pale. Abrahamu naye akaanza kumuuliza, kukiwa watu 50, kukiwa 40, je, utaangamiza tu? Hivyo mazungumzo yote mnayajua ni Mungu. Kwa hiyo Mungu alitaka aende kuhakikisha kile ambacho amesikia ikiwa ni ukweli, kwa sababu alitaka kujua. Kawaida yeye kama vile Mungu ambaye wataita muumba angejua, lakini huyo hawezi akajua, lazima aone kwanza. Na ndio maana mimi nashangaa watakuwa wanamlaumu ndani ya Biblia za kisasa yule Tomaso, mbaya Tomaso, kusadiki kwa Tomaso. Tomaso naye pia alifanya kile ambacho Mwenyezi Mungu alifanya. Si Mungu alisikia malalamiko ya Sodoma na akasema namna gani atakuja kuangalia ikiwa ni ukweli? Naye pia Tomaso akapenda kuona amuone kwamba ni Yesu, anasema naye pia sadiki. Sasa kwa nini wanamlaumu nani Tomaso tu, na hata Mungu naye pia alifanya hivyo hivyo, kwamba aje kuona ili amini. Naye Tomaso anapenda kuona ili apate kuamini. Kama ni Mungu mnamwachia, lakini kama ni Tomaso hana imani.
Hayo ni mambo yao ambao wameandika ndani ya Biblia za kisasa. Sasa Sango atapokea ugeni wa hali ya juu, yaani Mutatedi atakuja na walinzi hawa wawili. Walinzi nasema kila wakati sio wa maduka aweza nini ni roho za agizo kula vitu ambao wanaitwa walinzi pia. Kisha Mutatedi na wale walinzi wawili wakaondoka tena wakielekea Weya. Mimi Sango niliandamana nao ili kuwahaga. Hiyo ni kawaida wasi mgeni anapokuja nyumbani kwako, anapoondoka mnaenda unamshindikiza, mnapiga kazi, alafu anaenda unarudi. Sasa mimi Sango nilijua baadaye kwamba Mutatedi alikuwa amejisemeza ndani yake mwenyewe. Je, nimfiche Sango nitakachofanya? Sio kwamba ni Mutatedi aliongea, lakini alipata ufunuo kwamba Mutatedi anaongea hivyo ndani mwake. Hey, Luba. No, Mutatedi, yani Sango 191 nasema Mutatedi kisha akaniambia mimi Sango, vilio vya malalamiko ya roho ya Mboti zidi ya wakazi kuna mabano wazungu wa Weya na Sepe ni mbaya, zambi zao ni kubwa na zidi ya asili. Ni Mutatedi anayemwambia Sango. Ndio maana hata Embisane ambaye wataita Yuda aliongelea ya mambo, na hata ndani ya Biblia za kisasa waliandika ile andiko. Embisane Yuda sura yake ya kwanza mstari wa 5 inasema, kumbuka Weya yani Sodoma na Sepe yani Gomora, wenyeji wao kuna mabano wazungu na damu mchanganyiko yani Metis, walitenda katika hali ya uasherati kama hawa bamululuma bungulani yani malaika walioanguka wa utaratibu watatu, na walitafuta mahusiano yasiyo ya asili. Unaona, hivi ndivyo Embisane anavyoongea kuhusiana na haya. Sango sura yake ya kwanza mstari wa 192 193 nasema, ndio maana walinzi wawili hapa sasa anaendelea, watashuka kwa kadiri ya ukelele uliotujia, na ndivyo ilivyo. Nalijua huyu ni Mutatedi. Hapana, huyo Mungu kama ni kweli nataka kujua. Unataka kujua kwa kitu gani? Nenda kule. Lakini Mutatedi yeye anajua, kwa sababu kelele hizo sio kwamba wanalia leo na Mutatedi anasikia. Yeye anajua, kabla hawaja kuwepo Mutatedi anajua kila kitu. Ndio akasema na ndivyo ilivyo. Sio kwamba nataka kujua. Hataki kujua kwa kitu gani? Maana najua ndivyo ilivyo. Hapo wale walinzi wawili wakaondoka kuelekea Weya, huko mimi Sango nikiendelea kusimama katika uwepo wa Mutatedi. Mutatedi alikuwa bado naye pale, lakini kaka zetu wawili pale wa kiroho, walinzi wakaondoka wao kuelekea Weya, kuelekea Sodoma. Nasikia raha ambayo iko hapo, kuna kaka zako wa kiroho wametoka katika gizo kula vitu, mnapiga story Luba. Unatembea nao. Hey, Sango. Kipengele cha 4, Mboti na walinzi wawili. Sango sura yake ya kwanza mstari wa 205 hadi 235. Walinzi wawili wenye nguvu waliokuwa wamemwacha Mutatedi mbele yangu walifika Weya iliyo karibu sana na Sepe. Wakati wa jioni, katikati ya giza kuna mabano, roho wa jioni na roho wa giza walikuwa pale. Hey. Loba. Loba. Unaona kitu kinajizuri, yani usiku unajizurisha, giza lipo, kuna roho wa giza ambayo yuko pale tayari. Ilikuwa ebwengende, yani mwezi mzima, na Mboti mpwa wangu alikuwa ameketi kwenye mlango wa Weya, kwa sababu miji ilikuwa na milango, ndipo Mboti alikuwepo. Wakati mimi anaelezea sasa, tunatoka kwa Sango hii sasa, anayeelezea sasa ni Mboti mwenyewe. Sasa wakati mimi Mboti mpwa wa Sango nilipowaona, aliwaona wale walinzi wawili, tazama, walikuwa watu wawili weusi wenye uzuri na mwonekano wa ajabu,
wenye nywele zilizojikunja ambao walikuwa wamesimama kwa mbali kutoka kwangu. Mimi Mboti nilinyanyuka kwenda kuwalaki na kuwasalimia. Hivi ndivyo ilivyokuwa Uasi. Sio kwamba walikuwa wanakuja kwake, no, walikuwa wanapita tu, lakini wakati Mboti alipowaona akasema maana walijua. Unajua kwa nini? Hili swali nafikiri tulishawahi kujiuliza. Hata Mutateji na walinzi wawili hawakuwa wanakuja kwamba tunatoka agizo kula vitu tunakuja kwa Sango. Lakini Sango aliwaona akaenda haraka. Anaenda haraka, wanamjia yeye mwenyewe, hawajui hawafahamu, no. Kitu gani ambacho kinawafanya kwamba wahone na moja kwa moja waende? Ni kwa sababu ni watu ambao wameanzishwa, na hata kama ni kaka zetu ni weusi, unapouona huo weusi utasema huu sio uweusi wa kawaida, yaani ni uweusi wa kabla ya anguko. Hawatakuwa watu ambao ni hivi hivi tu, watakuwa watu ambao wanatoka katika agizo kula vitu. Hata mavazi ambayo wanavaa, Muledi anasema, utaona kwamba ni mavazi ambayo hayawezi yakachakaa, hayawezi kuharibika, hayawezi kupata vumbi, aweza kuchafuka, mambo kama Muledi anasema hivi. Ni kitu kingine, yaani unapoona unaona kwamba sio wa kawaida hawa wageni, na hicho ndio kitu ambacho kilikuwa kinawafanya waende haraka kuwalaki. Hawana makovu, yes. Hivi ndivyo ilivyokuwa. Kwa hiyo Mboti atasimama, atanyanyuka haraka ili kwenda kuwalaki, ili kwenda kuwasalimu. Hivi ndivyo ilikuwa Uasi. Wakati huu maisha yameshabadilika. Wakati tulipokuwa bado watoto, sisi wadogo sana, unakuta kikundi cha wakubwa, naweza kuwa wanaume wako pale, unapopita unatakiwa kuwasalimu, unasalimu wakubwa ambao wako pale, wanakusalimu, unapita zako unaenda. Hivi ndivyo ilikuwa kipindi cha awali. Sasa sijui muda huu ni kitu kingine, na unapopita bila kusalimia unaitwa kuja, haujatuona. Utafikiri ndo ulikuwa na dedi yao. No, ni kawaida. Hivi ndivyo ilivyokuwa Uasi. Hivi haujatuona, kwa nini samahani? Yeah, sio vizuri hivyo, unaenda. Hivi ndivyo Uasi tulivyokuwa tukifunzwa. Ni hivyo, yaani utakuta uanzishwaji kwelikweli unaanzishwa hata na mtu ambaye si wa familia yako. Mtoto anajichafua. Mimi nimeshakuwa wakati tulipokuwa bado wadogo, unacheza cheza chini nini vumbi, baba anakuja, kwa nini unajichafua hivi? Anachukua kafimbo anakupiga chap chap chap, unakuwa nafua wewe, unanua sabuni wewe, wewe hule unaenda alia, unaenda kwa mama yako, ni nani ni baba fulani alikupiga. Kwa nini? Kwa sababu nilikuwa nafanya kumbe ndio hivyo. Wewe tena fimbo nachukua. Hiyo ndivyo ilikuwa Uasi. Ndio mafundisho ambayo tulikuwa tunafunza. Yaani mtoto wa Afrika, yaani ni mtoto wa kila mtu. Ndivyo ilivyokuwa Uasi. Siwezi nikaona mtoto anafanya kitu ambacho si kizuri na nimwache hivyo hivyo kama sio kwangu. No, hiyo haikuwa Uasi. Uasi ilikuwa yaani unafunzwa na watu wengine. Hata na nakumbuka hata wakati fulani ilitokea kwamba, ikitokea kwa mfano kuna wakubwa ambao wako hapo, sasa wewe unakuja kusimama kwa mfano karibu tu pembeni tu na wao wanaongea, wewe uko tu unasimama kwa mfano. Hiyo ilikuwa hali ambayo si nzuri. Ulikuwa tunaambiwa kwamba unaweza ukaambiwa kwamba uende kwa jirani umuite mtu fulani, na huyo mtu alikuwa na jina ambalo linajulikana, na huyo mtu utaenda lakini hawata kuwepo. Alikuwa anaitwa kwa jina la Bwima. Hiyo ni kuhusiana kabila langu gisi tulikuwa tunamuita sisi. Sijui sehemu zingine wanaita namna gani. Anaitwa Bwima. Uende kumuita Bwima, yuko kwa jirani. Hivyo unaenda kwa jirani. Naambia wameniambia kwamba nije kumuita Bwima. Wao wazazi ambao wako hapo tayari wameshajua ni nini ambacho tumekifanya kuhusiana tu na hilo jina ambalo unataja. Wase. Alafu anakuambia kwamba hapana, ulikuwa unakaa wima, wakubwa wako pale, sio vizuri. Kama wakubwa wako pale na unatakiwa kukaa chini kama wao. Alafu nakuja huko hasira. Kwa nini msiniambie hivi? Mnaniambia nende kuita fulani na hakuna nanye. Yaani unafunzwa. Hivi ndivyo ilivyokuwa Uasi.
Tulipitia hapo kidogo ndugu zangu. Watoto wa 2000 hawawezi wakajua haya mambo bo. Kwa hiyo ni mambo mazuri ambayo yalitendeka, ni mambo ambayo yalikuwa furaha namna gani watu wanafunzwa, watu wanaanzishwa katika katika bara letu nzuri sana Mwenyere, na hiyo hali ilikuwa hali ambayo ni nzuri, yaani mnaona furaha kabisa katika jamii. Matusi kutoka tu mdomoni hivi hivi, sio kwa wakati huu, mambo yamebadilika. Utaanza namna gani kutoa matusi tu? Kwa mfano unaanza namna gani? Na tulikuwa tusioanzishwa tu, lakini kuna hali ya maadili ambayo ilikuwa tofauti ndugu zangu. Lakini kulikuwa wachawi walikuwa uma kulikuwa wengine wanafanya mambo ya ajabu ajabu, lakini kuna mengine ambayo wananyoosha, wanafanya kile ambacho kinatakiwa. Kwa hiyo Mboti alipowaona akasimama, akainuka, akanyanyuka, akaenda kuwalaki, akaenda kuwasalimu, alafu ataongea, maana hata kaa tu hivyo tu hataongea. Na nikasema, kwa sababu alinyanyuka akaenda kuwalaki na kuwasalimu, na nikasema, walinzi wenye nguvu, na wasihi na wasihi, geukeni nyumbani kwangu mkalale humo na kuosha miguu yenu, kisha mtakaa asubuhi na kwenda zenu. Nao wakasema hapana, lakini tutalala njiani, tutalala mtaani, na hicho kitu akipiti kwa watu weusi njiani tu hivi usiku, na haiwezekani, na tafadhali, hilo alipiti. Wengine watasema kwamba hao walinzi nao pia sio kama vile walikuwa wanafanya kana kwamba, no, sio kana kwamba wao hawakuwa katika mpango wa kuja kwa Mboti. Hapana, walikuwa wanapita kwa sababu wanapenda kufanya kitu ambacho watafanya, lakini anapewa muda. Sio kwamba hawajui, wanajua. Lakini Mboti atasema, mimi Mboti niliwahimiza kwa upole ili waje nyumbani kwangu, na wakaingia. Kweli walikubali na wakaingia nyumbani kwangu. Niliwaandalia karamu na kuoka andazi bila mafuta ya wanyama, lakini hawakula. Watakula namna gani? Roho zaagizo kula vitu hata kama wana miili hawawezi wakala awali chakula, no. Awali wanafikiri wana matumbo za utumbo huko ndani wa kitu gani? Lakini wana tumbo, unaweza ukaona, lakini ndani unafikiri kuna nini? No. Wengine wananiuliza sasa, Kaimani, kuna nini ndani? Sijui. Hawana haja ya kula, lakini Yehova Abrahamu na maziwa kidogo. Sio kwamba ameongea hivyo, lakini alikunywa na maziwa, nyama ya ng'ombe na maziwa. Mungu anakunywa. Sana ni vitu vya aibu. Unaposoma hivi unasikia kwamba ni muumba wako ambaye unaamini ndiye anayefanya matukio kama hayo katika Mwanzo 18. Si unalia, nasema tunaangamia sisi tunaenda wapi? Walinzi hawana haja ya kula, wakule kwa sababu iwe nini? Kwa sababu hivyo ni vyakula vyetu sisi. Hawakula. Lakini kabla ya familia yangu na mimi Mboti kwenda kulala, kwa sababu tayari wameshapewa sehemu nao pia ambao watajipumzisha nini kila kitu, wale wazungu wenye kupagawa na bebandambo dima mudima bobe, yani demoni katika umbo la mbuzi, wa jiji la Weya na Sepe, jiji la Weya na Sepe, wote walikuja, walisikia, walizunguka makao yangu, kutoka kwa kijana hadi mzee. Yani kuanzia vijana hadi wazee, wote wamekuja kwa ajili ya wanaume hao wawili ambao wamekuja kwa nani? Kwa Mboti. Na wote wanapenda nini? Wengine watajiuliza, mimi inakuwa namna gani kwa roho za gizo kula vitu ambao wamepagawa na demoni, waje wapende kufanya mambo kama hayo? Kitu ikiwa kinataka kufika mwisho, yani mtu wenyewe wanajileta wenyewe ili wapate adhabu. Ndio maana yake, wanajileta wenyewe ili wapate adhabu vizuri. Kuanzia kijana hadi mzee na taifa lote kutoka kila sehemu. Hivi mnafikiria hili jambo? Kuanzia kijana hadi mzee tunakuja nini? Nyote ni nini?
hamna wake. No, hayo hayatuhusu. Tunapenda wale wanaume wawili ambao wameingia ndani ya nyumba ya Mboti, watoke hapo, tunapenda kuwajua. Si mnaona ile jambo la aibu, ndugu zangu? Unaona kama ni kweli ilikuwa ni na wakapiga kelele kwa sauti ya barafu sana kuelekea kwangu Mboti na kuniambia, kuna nukta mbili, wako wapi wanaume weusi wazuri wa kuvutia ambao waliingia nyumbani kwako jana usiku? Walijua taarifa kwamba usiku jana kumekuja wanaume wawili, uwatoe nje mara moja ili tuweze kuwajua kwa jinsi ya karibu sana. Kuna nukta mbili kuwalawiti, kwa maana hatuwezi na hatutaki kamwe kuvumilia haiba yao. Fanya haraka haraka. Ndivyo walivyokuwa wakimwambia Mboti. Ndani ya Biblia za kisasa watawaambia kwamba Lutu aliwaambia, nitawapatia mabinti zangu wako bikira, mfanye chote ambacho mtapenda kwao, lakini hao wageni muwaache. Wewe una akili timamu kweli? Watoto wako ndio utawatoa hivi kwa sababu ya mgeni ambao hujui ni nani? Kwa sababu ndani ya Biblia za kisasa Lutu hakujua kwamba ni roho za gizo kula vizazi, ni malaika. No, utoe binti zako wafanyiwe chochote ambao umewazaa wewe, na inapita tu, iko sawa. Na mfalme wa Weya, mfalme sasa wa Weya, sikilizeni kilichotendeka kwa mfalme wa Weya ambaye wakati fulani aliokolewa na mjomba wangu Sango, aliziinisha tabia ya raia wake. Kwa sababu huyu wa pili pia aliangukia chini ya utawala wa hizi bebandambodi mamudimabobea, yani satizi demoni katika umbo la mbuzi, wakiwa na hamu nyingi za ngono, yani ndio hizo demon. Hata kama yeye nani, mfalme huyu wa Weya mwenyewe hakufanya kitendo hicho cha kuchukiza, walikuwa na hatia kwa kukivumilia hicho kitendo, yeye na wakaribu yake. Yaani kitendo cha mfalme kuidhinisha, hata kama naye pia hakutenda, lakini anaidhinisha kwa sababu yeye ndio mfalme, ameshakuwa na hatia tayari. Yaani ndio nimeanza kuyaongea kitendo cha kusema kwamba waache tu, tayari umepagawa. Ni maisha yao, umepagawa. Maana kwa kikawaida hauwezi ukavumilia mambo kama hayo, hauwezi ukatoa kitu ambacho ni cha kusema kwamba okay, tuache tu hivyo tu, iendelee hivyo tu. Yaani tayari utakuwa tayari umepagawa. Hicho ndio kitu ambacho kitendeka kwa huyo mfalme, hata kama hakutenda hicho, lakini kitendo cha kuidhinisha wafanye hivyo katika ufalme wako, umeharibu kila kitu, nawe pia umeshapagawa tayari. Hatimaye mimi Mboti nilitoka nje ya nyumba yangu ili kuzungumza nao, kutoka mlangoni nikiwa nimefunga mlango baada yangu. Yaani alitoka alafu akafunga mlango, akaanza kuzungumza nao sasa hao wazungu, na nikawaambia, na waomba msifanye uhalifu huu wa kuchukiza. Anaanza kusema hivi. Ndani ya Biblia za kisasa wanasema na waomba sijui ndugu zangu, marafiki zangu, n'importe quoi, hauna tahibu, watakuwa ndugu zako wa namna gani? Sikilizeni, anaanza kuambia, Loba muumba wa pekee na mwenye enzi kuu ya uhalisia unaonekana na usioonekana, ameruhusu katika udhihirisho wa uwepo wake kwamba tendo la karibu, yani tendo la ndoa, linaweza kutendeka tu kati ya mwanamume na mke wake, kuna mabano, mwanamke mmoja pekee. Na mnajua hili kulingana na yale asili pia inatufundisha hilo, mnalijua. Hata mazingira, hata asili inatufundisha hivyo. Kwa hiyo nawaomba msiwafanye chochote watu hawa waliokuja kupata hifadhi chini ya dari lako. Lakini wenye kupagawa wa mji wa Weya wakanijibu, ondoka hapa. Huyu aliyeanzishwa ambaye ana muhuri mtakatifu ni mgeni tu. Yani wanaambia kuhusiana na Mboti, kuna mabano kwa desturi zetu, yaani maadili na mazoea, tumefunga mabano.
kati yetu, tunafungua mabano, utaratibu mpya wa ulimwengu, tunafunga mabano, na anataka kucheza hakimu, kuna mabano, anataka kueneza chuki ya jinsia moja, ndivyo wanavyosema wao. Na tutapigana, kuna mabano, kwa fumbo dhidi ya uasi huo huo. Tutakuomba ulinzi wako wakati kama hawa watu wawili, yes, watu hawa wawili wakasogea mbele. Mrazi, Doma, nitawambia kitu kimoja kabla ya kuendelea kusoma hapa. Mnajua kwamba haya mafundisho kidogo ningeshindwa hata kuyatoa leo, ndugu zangu. Nilipata vita, sijawahi kuona ugumu wa namna hii, sijawahi kuona, hata kama naandaa mafundisho karibu yote, sijawahi kupata ugumu kuhusiana na mafundisho kuandaa, na hadi najiuliza, Luba, kidogo nibadilishe hata mada, niseme nitafanya namna gani, nihisi vita vya hali ya juu. Unajua nilala saa ngapi? Hadi kala saa 4:30 za asubuhi hivi, ndio sasa nikaenda kwenye kitanda, sikufanya hata masaa 3 hivi, nikasema Luba, ni nini bon. Lakini tunapambana tu, kwa sababu neno linatupatia nguvu. Kwa hiyo najua ni nini ambacho ulimwengu wa giza na kichawi au kutaka tuongelea haya mambo, ili watu pia wapate kuona picha ya kile ambacho kinatendeka. Hawataki hata kidogo, lakini ndio haya tunayatoa. Ikiwa wanapenda kusumbua hata Muledi kwamba asitoe mafundisho kwa mfano, alafu mimi sasa hadi kaka zetu wa kiroho wawe pamoja ili kutusaidia, ili kwa mimi sioni chochote, sijui, yani nahisi tu niliona, yani hadi wakati ambapo najisi kwamba sauti nyingine kama vile imani anda fundisho lingine, hapana hili. Nikasema no, hii sio sauti nzuri hii. Kuna ubaya gani kuhusiana na haya mafundisho? Kuna ubaya gani kuhusiana na hili somo? No, hapa mimi nitajikaza hadi nimalize kweli, na nikapata nguvu kwelikweli, na hadi nikamaliza kuandaa kila kitu, sema tukufu kwa Mungu. Kwa hiyo maana hata katika kusoma hapa kama vile bila kunichanganya nisisoma hata vizuri. Yes. Kwa hiyo wakasogea mbele kusukuma mlango, kwa sababu walinzi walikuwa ndani. Walipokuwa ndani, yeye amefunga. Sasa wakapenda kumsukuma Mboti ili kwamba wasukume mlango wenyewe waingie sasa kwenda kuwashika nani, wale walinzi ambao wako ndani. Sasa ndipo sasa wale walinzi wenye nguvu wawili wakanyosha mikono yao na kunileta ndani, yaani wao walifungua, wakamkokota Mboti alafu wakafunga mlango, wakafunga ndani ya nyumba kuelekea kwao, wakafunga mlango. Hivyo walinzi wenye nguvu wawili waliwapofusha bebandambo dima mudima bobe, yani satis, yani demoni katika umbo la mbuzi, na waliopagawa walikuwa na hamu zaidi kwa walinzi hawa wawili wenye nguvu, ambapo walijichosha kupata mlango. Yani hata demon zilizokuwa zimewapagaa zilipigwa upofu bila kuona mlango uko wapi. Mimi mwishaona eti no, yani wanapapasa, wanaangalia mlango uko wapi, hawahoni mlango wa Mboti ambao walikuwa wanaona tu kawaida kila muda, na wanaona kwamba Mboti yuko hapo, lakini yani upofu kabisa bila kuona. Simaanishi kwamba hawakuwa wanaona, lakini mlango hawakuona. Sio kwamba ni vipofu ambao wanatembea hivi, mlango uko wapi? No, wanaangalia lakini hawaoni mlango. Hivyo walinzi wenye nguvu wawili, yes, waliwafupusha, tumesoma hiyo. Kisha wale walinzi wawili wenye nguvu wakaniambia Mboti, ni nani bado unaye hapa? Kuna mabano, ingawa walijua tayari. Wanauliza ili kwamba naye pia ajieleze, si ndio? Una wengine akina nani ambao uko nao hapa? Ingawa wao wanajua, yeye mwenyewe aongee. Waume, akasema, waume wa wasichana waliozaliwa kati yenu na wale wote ambao wamekuwa pamoja nanyi
tangu mwanzo na katika mji, wafanye waondoke mahali hapa, kwa maana Mudima Bekokisedi ataangamiza eneo hili kutoka juu ya uso wa bara, kwa sababu kilio cha roho yako kinachoinuka dhidi ya hawa wanaopagawa ni kikubwa sana mbele ya agizo kuu la vitu, na Mudima Bekokisedi ataliangamiza kutoka hali inayoonekana. Ndivyo alivyomwambia. Ndipo mimi Mboti nilitoka na nikaanza kusema na wale wote waliokuwa wamekuja pamoja nami. Hapo tayari wale waliopagawa wametoka, ni wakati mwingine ni wameshaondoka. Sasa Mboti ameshaelezwa kwamba hey, mji huu utaangamiza, yani kila kitu haya yote ambayo unayaona haya Mudima Bekokisedi atamaliza sasa hivi. Kwa hiyo uko na watu wangapi? Niko na hawa na hawa na hawa, waambie mujitayarishe, muondoke haraka, kwa sababu Mudima Bekokisedi anafika kuangamiza mji. Ndipo mimi Mboti nilitoka na nikaanza kusema na wale wote waliokuwa wamekuja pamoja nami huko Wea, na kwa wakwe wangu. Alikuwa na wakwe wake wa baadaye, yani alikuwa na wakwe ambao wataoa watoto wake baadaye, wako wote katika msafara mmoja, kwa sababu alikuwa na binti hawa wawili ambao wangewachukua binti zangu wawe wake zao. Nami nikasema, simameni tuondoke mahali hapa, kwa maana Mudima Bekokisedi ataharibu eneo lote. Lakini nilionekana machoni pa wakwe zangu wa baadaye kama mwenye kufanya mzaa. Wao wakasema, baba, hatujaona tahari yote ile, namna gani mji ambao uko hivi tu utaharibika, uangamie. Wakaona kama ni mzaa tu, kama Mungu anafanya mzaa tu. Na mara tu alfajiri ilipojidhihirisha, kuna mabano, roho mwenye bawa inayosimamia alfajiri ilikuwa pale. Ndio maana watu wanafikiri, yani kuna roho msimamizi wa alfajiri yupo. Walinzi wenye nguvu walinihimiza mimi Mboti wakisema, simama, mchukue mke wako na binti zako wawili pamoja na wale waliokuja nawe, na wakakubali kuondoka mahali hapa, usije wewe pia uangamie katika adhabu. Kwa hiyo fanyeni haraka, ondokeni. Mwangalie upendo ambao hapa nilisoma nikasema, loba, hawa kaka zetu bwana wanatupenda sana. Mwangalie vizuri hapa ameongea kwamba waondoke, si ndio? Lakini mwangalie kile ambacho kitatokea baadaye. Na wakati mimi Mboti nilipokuwa nikichelewa, yani sio ako hapo, wakati mtu anapoambiwa kwamba aondoke, kuna mara yuko huko hajua achukue nini, aache nini. Wakati mimi Mboti nilipokuwa nikichelewa, walinzi wenye nguvu, wao wenyewe roho za gizo kula vitu, walinishika mkono walinishika mkono mimi, mke wangu, binti zangu wawili na wale wote ambao walikuwa wamekuja nami huko Wea. Tulikuwa tukitembea kwa wakati mmoja na wao, yani wakaenda wakachukua kwa sababu walinzi walitaka kutuhurumia, walituchukua na kutuacha nje ya jiji la Wea na pia mbali na Sepe. Haijaisha Basi walipokwisha kututoa, mmoja wa walinzi wakuu akaniambia, okoa uhai wako, okoa uhai wako, usiangalie nyuma yako, na wale wote walio pamoja nawe, yani wasiangalie nyuma, kwa kuogopa kukutana na mitazamo ya kutisha ya roho ambazo lengo lao ni kungandamiza, kunyausha kila kiumbe ambacho hakijafikia umoja. Na usisimame. Kuna mabano kwa utashi wako, tunafunga mabano kwa ajili ya kukimbilia kwenye mlima wa kuogopa wale ambao wanaangamia kwenye sehemu yoyote. Maana yake ni nini? Waliambiwa kwamba wasitazame nyuma, kwa sababu kuna roho ambazo ni mawea, yaani tuseme ambazo zimetumwa na Mudima Bekokisedi ambayo yuko pale. Yaani macho yako yakigeuka
na kuwahona, yaani pale pale unakuwa kama nguzo tu, na hicho ndio kitu ambacho kitokea kwa mke wake. Watawambia kwamba mke wa Lutu aligeuka nyuma alafu akageuka kuwa nguzo ya chumvi. Ni kwa nini? Hawawezi wakawambia sababu, lakini mtazamo wako unapokutana na hao roho na hizo roho tayari unamalizika, unaishi. Ndio maana wakamwambia usitazame nyuma, mwende tu hivyo hivyo pamoja, msitazame nyuma. Lakini mke wake alitazama nyuma. Kwa nini alitazama nyuma? Bo, haya ni mafundisho mengine Luba Kirusu yatakuja. Na alijuaje yeye Mboti kwamba mke wake alitazama nyuma? Haya yote yatakuja neno likiruhusu, maana naye pia awezi akaangalia umegeuka, na yeye akiangalia hivyo tayari atageuka kuwa nini? Bo, haya ni mambo mengine. Sasa waliwatoa walinzi, wakawatoa, wakawambia bo, nendeni msitazame nyuma, alafu wakaenda, ila haijamalizika. Kipengele cha 5, mimi Mboti na wale ninaowajua tunaepuka adhabu ya Mudima Melkisedeki. Mimi Mboti na wale ninaowajua tunaepuka adhabu ya Mudima Melkisedeki. Kisha mimi Mboti nikamjibu, mgeni mwenye nguvu na kuomba, kwa sababu Mboti atasema kitu kabla ya huyo mlinzi au walinzi kurudi sasa ili kutekeleza kile ambacho watafanya. Ana kitu ambacho ataambia. Tazama, nimepata neema machoni pako, nawe umenifanyia rehema nyingi kwa kuyaokoa maisha yangu, lakini siwezi kukimbilia mlimani kabla maafa hayajanifikia, la sivyo nitaangamia, kwa kuwa uwepo wako umeondoa sehemu ya nguvu zetu. So unatuambia kwamba tuelekee pale ile sehemu ili tuende kujificha, ili tuende kuokoa maisha yetu, lakini mimi nimechoka kwa sababu uwepo wenu, nguvu zimeenda, kwa sababu nishati mnakokota, sina nguvu tena ya kufika kule. Mboti tena mambo mengine yamebadilika. Na Mboti ni nini? Nguvu zimemalizika, sijui yani najisi nachoka. Awe, sasa ni nini ambacho tutakifanya? Yeye atatoa mawazo yake. Tazama na kuomba, mji huu uko karibu sana na mlima, ili kukimbilia huko na ni jambo dogo, naweza kujiokoa kwa pale, si jambo dogo. Anauliza roho nami nitaishi tena? Siwezi nikaenda pale, kwa sababu pale ni karibu kuliko kule ambapo ningeenda. Naona kwamba kule ni mbali na nimechoka, siwezi nikafika kule. Lakini huu mji wao hawana haya mambo ambayo wanayafanya. Je, naweza nikaingia hapa nitulie hapa ili niokoe maisha? Lakini kuna kitu ambacho roho huyo alimjibu, akasema, fanya haraka kukimbilia huko. Basi fanya haraka kukimbilia hiyo katika mji ambao unasema, fanya haraka, kwa maana siwezi kuchukua hatua mpaka ufike huko. Luba, no, huu ni upendo wa namna gani? Siwezi kuchukua hatua yoyote ya kufanya nini? Yaani hawezi kumwambia Mudima Melkisedeki kwamba anza sasa kuangamiza, ikiwa wewe Mboti haujafika hiyo sehemu salama. Hiyo ndio sababu mji huu uliitwa Epasi. Maana yake ni nini? Yaani mji huu uliitwa Epasi, yani kipande. Ni baada ya vita sasa ndio mji huu ukaitwa Epasi, kwa sababu ni sehemu ambapo kuliko kuendelea na safari, yaani alifanya nusu ya safari, ndio maana ni Epasi, akasimamia hapa. Hapa kuna mafundisho, kwa sababu mlinzi anamfunulia Mboti kwamba hawezi kumwambia Mudima Melkisedeki kuangamiza Sodoma ikiwa yeye Mboti hajatoka na kufika mahali anatakiwa kufika. Sijui kama unaona hilo jambo. Kwa hiyo hawa wengine wote mnaosikia katika dunia hii, kwa sababu kuna tetesi za wengine wanasema kwamba kuna kitabu ambacho waligundua, walikiona, sijui kwamba kimeonyesha kwamba mwisho wa dunia sijui utakuwa mwaka wa 2027 na kwamba upapa, mambo ya kipapa za upapa utaisha 2027, kila kitu kitamalizika.
hilo ni tatizo lao wenyewe huko, hilo halituhusu. Kwamba vita vya tatu vitakuja, vitaingia katika dunia na mwisho wa dunia, mwisho wa kila kitu, hayo kila kitu kitamalizika, hayo ni mambo yao wenyewe, yanawahusu wao. Sisi hatuko huko, lakini sisi tunachokijua ni kwamba, mwelewe kwamba hesabu inayojulikana lazima itimie, na ikiwa hesabu hiyo haijatimia, hakuna maangamizi, hakuna mwisho wa chochote. Ikiwa yule anayemcha loba kwa hofu ya heshima inayomstahili tuseme, bado yuko njiani, hajafika nafasi ambayo anatakiwa kufika, mwisho bado hakuna maangamizi. Sijui kama unaelewa hili. Maana yake kitu gani? Kwa sababu Roho alimwambia kwamba fanya haraka kukimbilia huko, kwa maana siwezi kuchukua hatua mpaka ufike huko. Hii ndiyo sababu mji huu uliitwa Epasi. Yaani baada ya kuangamizwa kwa Sodoma na Gomora, mji huu utabeba jina la Epasi, yaani kipande. Epasi yaani kipande, na katika maana ya kiroho itawakilisha ni neema ambayo alipewa, ambayo Loti alipewa. Yaani sisi tuko katika njia, sikilizeni kwa makini, tuko katika njia. Neno linatuosha, neno linasaidia, yaani milango yetu inafungwa, tunasonga, lakini tuna sehemu ambapo tunaelekea, si ndio ndugu zangu? Ila katika njia kuna mambo ambayo yanatokea. Kikawaida tunatakiwa kufika sehemu fulani, ila kuna jambo ambalo limetokea njiani linatufanya tusifike. Ina maana kwamba mtu anaweza kabaki amepata neema, lakini anatakiwa kuwa mtu ambaye ameanzishwa, anafika sehemu anatoka katika hali inayoonekana, hata kama hajafika, kwa sababu ya neema ambayo ameipata, anaokolewa akiwa asianzishwa, aliyeneemiwa. Ndio maana yake, ikiwa mwelewi. Kwa hiyo ndio neema ambayo inaonyeshwa. Maana kikawaida Loti, kuna sehemu ambapo walinzi walimwambia kwamba uende sehemu fulani, lakini alipokuwa njiani akashindwa kufika huko. Akamwambia hakuna shida, tulia hapa. Yaani ni neema. Kwa hiyo ndio maana katika agizo kula vitu kutakuwa walioanzishwa na wasioanzishwa, walioneemiwa. Yaani kwa sababu neno linajua kwamba uko katika safari ya utakaso, lakini zikatokea kwamba njiani hausifike, lakini kwa sababu hukufika, lakini ulikuwa katika njia ya kuelekea, unapata neema na unaokolewa. Hiyo ndio maana yake. Kipengele cha 6 na ndio cha mwisho, kuangamizwa kwa Sodoma na Gomora kupitia Mudima Bekokisedi. Kisha Mudima Bekokisedi akatokea na kufanya mvua ya kutisha ya salfa iliyowashwa kwa moto unaowaka kutoka mbinguni, inyeshe weya na sepe. Yaani mvua ya moto kutoka mbinguni ilishuka na kunyesha, mvua ya moto ilinyesha katika weya na sepe, na hivyo kuangamiza miji hiyo na uwanda mzima na mimea ya ardhi. Kwa hiyo kulikuwa na ishara za kutisha katika anga inayoonekana na matetemeko makubwa ya ardhi. Wakati wa maangamizi makubwa ya weya na sepe, palikuwa na uchungu mwingi, yani hofu, woga miongoni mwa waliopagawa, ambao hawakujua la kufanya kwa adhabu ya Mudima Bekokisedi. Waliopagawa waliteketezwa baada ya bebanda Mudima bobe satir dimoni katika umbo la mbuzi kutoka kwao, maana hawawezi wakaangamizwa. Demoni zinatoka kwanza, alafu watu wanaangamia, kwa sababu demoni haziwezi kaangamia hivi, kwa sababu ni roho, na roho haiwezi kaangamiza roho nyingine. Hilo ndio mnatakiwa kuelewa. Waliopagawa waliteketezwa baada ya vibanda Mudima bobe roho demoni katika umbo la mbuzi kutoka kwao, na miti ikachomwa moto na nyasi zote za kijani kuchomwa moto pamoja na miti. Wakati wa kuteketea kwa waliopagawa baada ya bibanda Mudima bobe demoni katika umbo la mbuzi
kuwatoka waliopagawa, neno la loba halikuwaruhusu kuhisi uchungu wa mwili ulioungua kwa muda mrefu. Angalia neema. Ndio maana nawaambia, yani ingawa kweli kweli walipata hiyo adhabu na moto uliteketeza, lakini wakati wanapoungua, neno halikuruhusu kwamba hayo maumivu yachukue muda mrefu kabla ya kufariki. Lakini walionja tunda la fumbo la zabibu za mahuti za kimwili na kiroho, yani walifariki kiroho na kimwili pia. Walipohisi kiroho macho ya kutisha ya roho ambazo lengo la ni kukandamiza, kunyeusha kiumbe chochote ambacho hakijapata umoja kamili wa utu wake tatu kutoka katika hali ya moto. Maana yake ni nini? Yani anapenda kutueleza kwamba yani kaka zetu ambao walikuja kutoa adhabu wao chochote kile ambacho hakijafanywa kitu kimoja, yani utu wote tatu kuwa kitu kimoja, ukitazama yani kila kitu kinaungua, yani kinanyahuka, yani akipo kinaungua moja kwa moja. Haya ndio mambo ambayo ilitendeka katika Sodoma na Gomora. Weye anasepe kwamba mambo ya kiroho watu wasitanie. Watu wanaona kwamba kilikuwa kipindi hicho tu. No, kuna adhabu mbalimbali ambazo ulimwengu wa kiroho unaweza ukatoa, na watu kwa sababu ya maafa yanapozidi, ndugu zangu, dhambi zinapoanza kupindukia sana, hakika ulimwengu wa kiroho haukai kimya, unafanya adhabu. Kwa hiyo watu wafanye angalisho sana. Kwa hiyo nasema na ndugu zangu ambao wako wasi, viongozi ambao mko wasi, fanyeni angalisho sana, kwa sababu yanajulikana kuna shirika mbalimbali ambazo zinatoka huku zinakuja huko wasi katika lengo la kueneza huu uchafu ndani ya taifa. Mnapokea pesa zao, alafu wanafanya kile ambacho wanakitaka kwa watoto, na kutokana na maisha magumu wengine wanajiingiza humo bila akili, wanafanya mambo ambayo yako kinyume na maadili, yako kinyume, yani ni chukizo kwa ulimwengu wa kiroho. Maana kuna mambo mtu mweusi anaweza akatenda yakaonekana kwamba yanaweza akasamehewa, lakini kuna mengine hayasameheki. Hili watu wanatakiwa kulelewa, na adhabu inaweza ikawa mbaya sana, na msifikiri kwamba yeyote ambaye yuko katika neno anaweza kapata adhabu hiyo hata kidogo. Kwa hiyo ndugu zangu, tuwe watu ambao tunapiga vikali hizo hisia. Unaposikia mtu anasema karibu yako anakuambia bwana, sio vizuri, kwana si kila mtu yuko hivyo, usisapoti hayo mawazo, kwa sababu ni ya kishetani. Ukisapoti tayari hizo demon nazo pia zimeshaanza kukuingia. Usikae kimya ikiwa wao na wanakuja na vitisho, vya kusema kwamba wakati unapokataa wewe ni mtu mbaya, ubaguzi wa nini, haki ya binadamu. Hakuna haki ya binadamu katika uchafu, katika ujinga, katika bara letu. Hayo ni mambo ambayo yalipigwa marufuku na yanatakiwa kuwa ni marufuku kikawaida. Hao wote wangelikuwa wanachukuliwa kucharazwa mafimbo vizuri. Kuna namna ya kupiga fimbo ambayo inaingia hata katika ufahamu, alafu wanawekwa gerezani huko, kwa sababu ni aibu sana kwa mtu mweusi mambo kama haya yaonekane. Na haya mambo ambayo tunaongea, uende kwa wachungaji wanaojiita wachungaji, wawe wa kike wawe wa kiume, wawe Waislamu wanani, wote wanafanya haya mambo. Wengi sana wako katika haya mambo. Sijasema kwamba ni wote, nasema wote katika dhehebu, lakini si wote katika dhehebu moja kwamba wanafanya hivi. Walio wengi wanafanya haya mambo. Hilo tunalisema kwa sababu linaendelea. Bara letu limevamiwa. Hawatafuti mazuri kwa ajili ya bara letu, wanapenda kuharibu watoto wetu wawe na nidhamu mbaya sana, wanaleta mambo ya kila aina. Ndio maana hata kwa wakati huu, labda huko wasi, labda mungali hata afadhali, hata TV huku, hata hamu ile ya kuangalia TV huku mimi huu sinaga hata kidogo. Maana napoangalia hata TV kidogo, naangalia hivi, kunakuja lazima wataonyesha hata tangazo tu la mwanaume na mwanaume, hata mwanamke na mwanamke. Tunaenda wapi? Hata wanapofanya sijui hata nani matangazo kuhusiana na kuuza gari, ni mwanamke ambaye yuko pale, makalio yako wazi, anafutafuta gari. Kuna uhusiano gani kati ya kuuza gari na mwanamke ambaye makalio yako nje? Mnatupeleka wapi? Tutanunua gari na huyu mwanamke tunanunua, wanapenda kutuambia kitu gani?
Kwa hiyo hali yani, mnaona kwamba yani maisha watu tunapelekwa pabaya. Tuwe uangalifu sana katika hii jamii. Yani shetani amejipanga kweli kweli kwa namna zote, kwa mbinu zote, ili kumaliza watu. Kumekuja gemu za ajabu ajabu kwa wakati huu, watoto wanacheza gemu za kuuana, wanapiga risasi pu, 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 damu bandia inatoka, watoto wanajiandaa katika kuuana, kuangamizana. Unasikia mtoto wa miaka 6 ameua mwalimu wake, tena kwa nani? Kwa bastola. Unajiuliza haya mambo namna gani? Kaka Imani, labda na wewe unaongea uongo. Yamepita huko Marekani, ni muda kidogo. Mtoto wa umri wa miaka 6, kwa nini? Alifanya namna gani hiyo? Basi alitoa wapi mawazo hayo? Yalianza namna gani? Kwa hiyo hii hali ambayo iko huku wanataka kuiambukiza ienee katika bara letu, maana huku ni kitu kingine. Bado wasi tungali na muda. Kuna wengine ambao bado wangali wanasimama na wanaongelea kuhusiana na haya mambo, na kuna viongozi wengine ambao hilo swala alipiti kabisa katika ufahamu wao, kuambia mambo ya ushoga, mambo ya nini, mambo haya hayapiti. Sasa wanaposema hivyo, ni wao walio huku ndio wanakuja, huyu rais anaacha nani haki ya watu, mtu ana haki ya kufanya kile ambacho anapenda. Kuna mambo ambayo mtu anapenda yeye, ugali atakula hivi, hapendi samaki, anapenda hizi, sawa, lakini huu ujinga katika bara letu hauna nafasi hata kidogo. Ndugu zangu, ni hayo kwa leo. Luba anaendelea kujitukuza.